Hivi ndio tunavyomaanisha tukisema kwamba kila kitu ni Mungu. Hakuna failure. Hakuna kitu chochote ambacho kinaenda wrong ama kwa makosa. Punde inapotokea jambo lolote kwenye maisha yangu hakikwenda vile nilivyokuwa natarajia kufanya ama vile nilivyokuwa natamani kufanya lifanyikiwe ama litokee, ni haikupaswa kutokea kwa wakati huo ama kwa sura hiyo niliyotaka mimi itokee. So ninavyosema kila kitu ni Mungu, maana yake unamwamini Mungu kwa 100% kwenye kila kitu, kwenye kila engo, kwa 100%. Namna unavyoweza kuperceive mambo, unaperceive mambo kwa positive way. Yani unaperceive mambo katika hali ya chanya, sio mambo katika hali ya negative. Iko hivi, mlango mmoja ukifungwa ama ukishindwa kufungua mlango ambao ulikuwa unategemea huu ndio tobo langu nitapitia hapa, huo mlango ukafungwa ama ukashindwa kuingia huko ndani, the only thing ni kwamba haupaswi kukaa hapo chini kuangalia kama mlango umefungwa, kusikitika, kuumia. No, rudi hatua moja nyuma, angalia milango mingine. Kuna milango zaidi ya 1000 ipo wazi kwa ajili yako. Yani kwenye situation yoyote hakuna namna moja kwa situation hiyo. So ukiona situation hii nitegemea ndapita hapa nikashindwa, utaki kuishia pale, oh bana imekuwa hivyo, this is wrong. No, rudi nyuma, angalia lengo ni kwenda kule mbele. Je, ni rudi nyuma, angalia milango mingine iliyobaki, ni 1000 iliyobaki, ni milango ipi ambayo ipo wazi? Do you understand? So ninavyosema everything is God, inamaanisha kwamba sio kila jambo linalokuja mbele yangu kwamba kila kitu ni kibaya au everything is bad. Hapana, sio kwamba kila kitu ni kibaya. Sometimes vitu ambavyo ulikuwa unaviona kama vile hii ni failure, sometimes kumbe ndio mafanikio. Inategemea na wewe umeweza kuitafasiri vipi situation uliyopitia. Sometimes situation yako ukiangalia vizuri kwa jicho la tofauti, like this is a winning. Na hii sio tu kwa ajili ya biashara, hata kwenye maisha ya kawaida. Sometimes vitu ambavyo tunaviona vibaya, sometimes kuna vitu vizuri vikubwa vinavyopatikana kwenye vitu ambavyo tunaviona kama ni vibaya. Ndio maana nimekuandalia platform maalum inaitwa MBH. Platform hii tutakaa huko chini ndani kuzungumza kwa kina ni kwa namna gani ya kuweza kutoka popote pale tunapokuwa tumekwama ama ambapo tumeona mambo ni magumu, hayawezekani, kuweza kufikia ndoto zetu za kiuchumi na za kibiashara, kwa sababu mindset ndio the only thing inaweza kukuonesha na kufungua ufahamu kwa kujua okay, hii safari ninayopitia mpaka hapa sio kwamba nimefeli, ila nilikuwa sijui tu mbele ni wapi na hatua ipi nipitie. So huko kwenye platform yetu hii utaweza kujifunza engo tofauti, namna tofauti za kuweza kuangalia situation na kuja na comeback kubwa ya kutoa eneo moja kwenda nyingine. Kama unataka kujiunga kwenye platform hii, hapo kwenye bio kuna link. Gusa hiyo link, itakupeleka moja kwa moja kwenye namna gani ya kuweza kujiunga na utaratibu mzima wa kujiunga na platform yetu ya MBH. Kama mwaka mzima, jenga maisha yako binafsi. Angalia namna gani ya kutoka kwenye situation uliyopo, kama umeichoka kweli situation yako. Vile vile kama unaiona content hii Instagram, comment neno MBH, nitakutumia mimi mwenyewe link ya kujiunga na MBH DM kwako, na utaweza kujiunga moja moja na MBH then na kuanza safari mpya ya kutoka kwenye situation uliyopo kwenda next step ya maisha yako.